Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much guys. Nawaambia sasa hivi mambo yamebadilika. Gen Z wameshikana hivi, wenyewe kwa wenyewe wameshikana hivi, kwa sababu kuna maneno ambao kuna wale wanakujaga pale wanajifanya kama ni Gen Z, lakini ni mamluki, wanajiongeza na Gen Z, wanajifanya kama wako na wao, lakini wakishakuja pale wanakuja na mambo yao ambao ndivyo sivyo, wanatamka maneno ya kutishia. Kufanya sisi maandamano ya amani, tuliambulia matusi tu, tuliambuliwa tuna kisukari, watu wanajaribu kupunguza pressure, watu wanajaribu na serikali hii ukienda hivyo hata mwela tu 200,000 mnaweza mkakaa hapo wakawapa chakula wakawafanyaje na yani mkakaa mpaka mkaja mkaondoka wenyewe. Maandamano ya namna hii kwa nchi hizi za kidikteta hayawezi kuiondoa serikali hii ya batili, serikali ya wauaji. Unaona bwana, ni maandamano ambayo yatagusa sehemu nyeti ambayo hawa jamaa wataona kwamba kweli hapa tumefikiwa. Hii kwenda taratibu hawezi hawa jamaa. Ni hatari kweli kweli kwenye nchi ya Tanzania. Utaenda kwa amani, utakamatwa kwa amani, utarudishwa kwa amani, utarudi nyumbani, utalala kwa amani. Na watafurahia, watapiga cheers, watagonga cheers kwamba yes we did it, tumefanya. Nchi ya Tanzania maandamano ya yale ya kwamba mbilinge ngoma inaondoka, hiyo ndo maandamano yenyewe. Hawa jamaa la sivyo kaka, hawa jamaa, kwa sababu tushajaribu kila kitu, hakuna ambacho hatujawahi kufanya kaka. Hizi beria hizi haziwezi kuondolewa kwa maandamano ya amani. Na I'm sorry to say that, si kauli ambayo watu wengi wanapenda kusikia. Kwa nchi ya Tanzania na uongozi wa huyu batili, huyu Boko Haramu huyu, hayawezi kuondolewa kwa staili ambayo tunataka sisi ya ustaarabu kama wasomi. Hawajui usomi hawa wanataka ngoma iondoke mbio mbio. Ndio hivyo. Kwa hiyo ndio maana tukaona watu turudi kwenye tarehe 29 yetu ile tarehe 29 yetu turudi nayo. Hiyo ndio kauli pekee ya jamaa wanaweza kusikiliza. Ndio kauli pekee ya nchi kama Tanzania wanaweza kusikiliza. Kwa sababu ni watu wamekaa madarakani muda mrefu, wamengangania, ni kama lijitu ambalo limeng'ata, limeshakula nyama ya mtu, limengangania, halitoke, limengangania. Hata ulikatai bado lipo tu. Kwa hiyo hizi lugha za kiana najua watu wameaona mauaji na nini, lakini hatakuwa na jinsi. Hata maandamano ya 29 yalikuwa ya amani kabla tujaanza kupigwa risasi za moto. Yalikuwa ni amani. Watu walitoka kwa amani, wakawa wameingia barabarani kwa amani. Baada ya kuanza kupigwa watu risasi za moto, watu wakaanza kutawanyika, wakaanza kujitetea. Wangefanyaje sasa wananchi? Wangefanyaje? Hawakuwa na jinsi, walikuwa na one way ya kwamba okay, na sisi tunaanza kujitetea. Naomba nikuombe kakaangu, kwa nchi ya Tanzania ni lazima tutiane ujasiri. Wote tuko very smart, tunataka hiyo ya kuplay smart, tuwe wingi, tuende pale Ikulu, tukae pale, tuimbe nyimbo zetu na nini. Kwa Tanzania haifanyi kazi, tumeshaijaribu, haifanyi kazi na haitafanya kazi. Lugha wanayoweza kuijua ndio hiyo ambayo tunayo, ndio lugha yetu hiyo ambayo tunaisema. Hiyo ndio lugha yetu hiyo ya kusalimia, kumbusu, kumchumchum. Mtu yoyote atakayejichanganya tunaruka naye. That's it. La sivyo tutakamatwa mmoja baada mwingine. By the time mpaka inakuja watu wameshaisha. Na hiyo ni hatari, na ndio wanachokifanya sasa hivi. The way wanavyokamata watu wetu sasa hivi ndio hatari kabisa hiyo. Hiyo ndio inashtua. Kwa sababu wamebadilisha mfumo wa ukamataji. Wanadaka watu moja kwa staili aina nyingine. Na huyu anamwambia mwingine, na huyu anadakwa. Nguvu inapunguzwa taratibu. Imeniuma sana yule kaka ambaye amekamatwa, yule ambaye amekamatwa Gen Z, yule kijana ambaye amesema mjomba wangu sijamuona mpaka leo huyu. Na yeye umemkamata hivi kwa style namna ile taratibu. Unaona? Kwa hiyo kwa hao jamaa lugha ambayo tutaitanga, lugha ndio hii ambayo nimeona vijana wanaiongea. Ndio lugha pekee. Na mimi mwenyewe nilikuwa sipendi kuingia hiyo kwa sasa hii ikoje hii? Mataifa ya Ulaya hayatatuelewa tukianza. Je, kwa Tanzania, nchi ya Tanzania ilivyo, inaujua ustaarabu? Haijui ustaarabu. Toka tumefanya maandamano ya 29 bado anateka. Bado anabaka watu mpaka leo. Bado anaua watu mpaka leo. Muuaji amesema ataendelea kuua, alafu mpelekee mambo ya amani. Allahu Akbar. No. Muuaji tutamnyoa
sio kwa kumpelekea hiyo. Muuaji anataka mambo Mbilinge, huyu bibi wa Kizimkazi tutampeleka Mbilinge. That's it. Kwa hiyo najua watu wengi hawapendi hizo lugha, wanakuambia bwana mataifa lakini kwa nchi ya Tanzania hatuna option nyingine. Kwa nchi ya Tanzania mmemsikia huyu Malisa, Malisa ni mwana CCM, right? Ni mwana CCM, right? Ameomba msaada kwa Gen Z. Nilitaka nisome hapa. Bwana, wana CCM simpo hapa, karibieni mumsikie ndugu yenu kada wa CCM anaomba msaada kutoka Gen Z kwamba wamsaidie kumkomboa, la sivyo atakufa. Ukisoma waraka wake anaongea kwamba msiogope, anaomba msaada wa maandamano, haombi msaada wa pesa. Anasema anaomba msaada wa maandamano, watu waandamane. Msiogope kuandamana. Unaona bwana, lakini maandamano ya wima kutoka nyumbani na raba yako nyeupe inarudi kama ilivyo, hawa jamaa hawatoki. Na unaona sasa hivi propaganda zinaenezwa na Mwigulu Nchemba na huyu wengine, wanachokifanya ni kupunguza nguvu ya watu, kwa sababu nchi ya Tanzania ilivyo, watu wengine wana elimu, wengine hawana elimu. Kwa hiyo baadhi watanunua hizo idea za Mwigulu, baadhi wataelewa. Kwa hiyo nguvu kadhaa itakuwa imepungua. Anachokifanya huyu jamaa anakifahamu, anajua anafanya makusudi. Afanyi ili kusudi alipwa, anafanya kupunguza nguvu ya watu baadhi. Tukiweza kupunguza watu laki kadhaa wakaamini huu ujinga, tutakuwa tumepunguza nguvu, na ndicho anachokifanya. Lakini tuhakikishie maandamano tarehe 25 ni maandamano hayo ambayo tumesema, ambayo yalileta tarehe 29, ambayo ndio yalileta mwamko, na kweli tumefanikiwa na mpaka leo tunaendelea kufanikiwa. Lakini rest in peace ndugu zetu walioondoka. Sisi bado tunaendelea na haya mapambano, hatujaisha. Leo nimekataa kwenye Clubhouse, mtu anakuambia tuendelee kuandika mabarua. Wewe amka wewe, mabarua haya kuandikia hao jamaa tumeshaandika, vinatosha. Sasa hivi lazima uambie wananchi waingie barabarani. Hawa mataifa yatakuja kutusaidia, lakini tukiwa barabarani. Yatakuja baadaye, lakini tukiwa barabarani. Kwa sasa hivi tupambanie. Nimwambia ndugu zangu, tupigie simu kama huko Marekani, huko wapi, pigia ndugu zako simu, waelezee jinsi gani, ni kwa nini tunaandamana tarehe 25. Why? Na mimi niwashukuru ndugu zangu wa Kristo. Ndugu zangu wa Kristo, kama Bwana Yesu, mimi ni Muislamu, lakini kama Bwana Yesu anafufuka hiyo tarehe hiyo, mwanakondoo atukute barabarani kwa babake. Ndio hiyo tu. Mwanakondoo atukute barabarani pale tukiwa tunapambania nchi yetu. Unaona sasa hivi anachokifanya huyu bibi wa Kizimkazi, huyu Boko Haram, amekaa huku chini amejificha, alafu ametanguliza haya mapapeti. Haya mapapeti ni kuuza propaganda. Yeye hayumo sasa hivi anasikilizia, nenda kaseme hiki. Wanajaribu kufanya, kwa Kiingereza kinaitwa damage control. Kwa hiyo tusinunue huo ujinga wao jamaa, na kiukweli mmewaignore. Sisi tunasema maandamano yako pale tarehe 25. Toka mwanangu, toka ndani nchi ikombolewe. Toka ndani, ingia barabarani. Hamna siku niko hapa. Hii haina kupigiana simu kaka. Ukisikia la mgambo wewe unatoka. Hii sijui niko hapa njoo. Na kwa kumalizia niseme, Gen Z wala msikate tamaa. Mmeshafanya mengi tu. Hii tunaofanya ni kumalizia kile tulichokianza. Tumalizie basi kazi zetu. Kazi ya tarehe 29 tulianza wenyewe, tuimalizie sasa. Mkia umebaki, tumalizie tu, alafu itakuwa mambo murwa kabisa. Bwana, shukrani sana bwana kaka. Bwana, shout out kwa wote bwana, kazi nzuri tunaendelea. Ni lazima CCM itoke. Whether you like or not, watatoka CCM. Shukrani kaka. Oh yes, I agree with you. By the way, Ruge, nilikuwa najua labda unamwaddress mtu mwingine hapa, lakini kama ni mimi unaniita kaka, mimi ni dada mkakamavu wa Gen Z. Sorry, dada mkakamavu bana, shout out to you. Thank you so much. By the way, thank you for your thoughtful opinion. Tunashukuru sana. Trump, mambo vipi? Guys, nafikiri mmemsikia Ruge, mmemsikia kuna mtu anafanya, wanakuja kwenye hao watu wadogo wanaofungua hayo mahosti sasa hivi, wanakuja kwao wakiwa wanajifanya wao ni Gen Z, wanapanga mipango ya maandamano, wanakuja na mambo ambayo sio kawaida. Wakija pale wanaongea maneno ya ajabu, alafu akaunti zinakuwa zinafungwa. Na kuna watu wengi wanafanya kazi na serikali, kuna wanajeshi sasa hivi wanaanza kuja ndani ya TikTok, kuna polisi wakiwa wanajulikana tayari, watu washawamaki, lakini wanatumia account tofauti. Sasa unajua sasa hivi kuna vuta ni kuvuta ndani ya TikTok, mambo yote hajakuwa sawa. Kwa sababu ya nini?
kila mtu anakuja na siasa yake nyingine, haieleweki. Wewe una maoni yako, unaweza ukafikiria kama Sama anavyofanya ni vizuri au wengine wanavyofanya ni vizuri. Unaweza ukachangia maoni yako, umeona ni kipi sahihi kati ya wote, pande zote mbili. Kama ni mgeni, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. See you next video guys.